kwamba lengo la kuwaita ni kuwapa mrejesho wa hiyo kesi ambayo ina lengo la kupinga uteuzi wa tume maarufu inaitwa Tume ya Uchunguzi wa Uvunjifu wa Amani ya matukio ya tarehe 29 na 30 mwaka 2025. Baada ya matukio ya rais, itakumbuka kwamba rais aliunda tume kwa ajili ya kufanya uchunguzi, na waleta maombi walitufuata kama mawakili, tukaweza kufungua shauri mahakamani. Na mashauri ya namna hii yana hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kuomba kibali mahakamani. Mahakama ikikupa kibali ndio unapeleka kesi ya msingi. Sasa katika kuomba kibali, utaratibu wa kisheria unakutaka wewe mleta maombi uthibitishe kwamba una hoja za msingi, na vile vile uthibitishe kwamba una maslahi katika hilo jambo ambalo unaenda kulilalamikia. Na kimsingi shauri hiyo lilisikilizwa mbele ya Jaji Mtembwa, na aliona kwamba wajibu waleta maombi kwa maana Rosemary Mwakitwange na wenzake wawili walikuwa wana maslahi katika maombi hayo. Vile vile mahakama iliona kwamba wana hoja za msingi, na baadaye mahakama ikawapa ruhusa sasa waweze kufungua kesi ya msingi. Na ruhusa hiyo baada ya kutoka, waliambiwa ndani ya siku 14 wawe wameshafungua hayo maombi ya msingi. Na ni kweli uamuzi kutoka tarehe 18 Disemba 2025, then wakafungua maombi ya msingi sasa kwa hati ya dharura, kwa sababu tume ilipewa miezi mitatu ya kumaliza kazi yake kutoka tarehe 21 mwezi wa 11 kwa mujibu wa tangazo la serikali mwaka 2025. Ukihesabu kwa haraka miezi mitatu inaisha kama sikosei tarehe 27 au 25 hapo, kwa hesabu za haraka Februari. Sasa baada ya kupeleka maombi ya msingi, sasa baada ya kupewa ruhusa, tumepeleka maombi ya msingi mahakamani. Baada ya kupeleka maombi ya msingi mahakamani, kesi ikapangwa kwa Jaji Mbagwa. Akaipanga tarehe 10 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Tafsiri yake ni kwamba kesi imepangwa mwezi wa pili, siku ya kutajwa, sio kusikilizwa, kutajwa siku 15 au 17 kabla ya tume kumaliza kazi yake. Na wakati huo tunafahamu kwamba mahakama ziko likizo, lakini tangazo la mahakama kwenda likizo linasema mahakama itasikiliza kesi za jinai na kesi zenye hati ya dharura, na shauri hili limepelekwa kwa hati ya dharura, na udharura wenyewe ni kwamba tume ina muda mchache wa kumaliza kazi. Sasa ukipanga mwezi wa pili kwa ajili ya kutajwa tu, tafsiri yake ni kwamba kesi itakuja kusikilizwa wakati tume ishamaliza kazi na imeshavunjwa, sababu tume inavunjwa kwa gazeti la serikali na inaundwa kwa gazeti la serikali. Kwa kesi itakuwa inaendelea mahakamani wakati huo tume imeshamaliza kazi yake. Sasa kutokuwa kuna maana gani kwa kesi mahakamani? Tukawasiliana na wateja wetu, tuliandika barua kwa jaji kiongozi kwamba tunaomba tupangiwe jaji mwingine, au kama inawezekana tubadilishiwe tarehe, isikilizwe ndani mwezi huu ili haki iweze kutendeka, whether kuna kushinda au kuna kushindwa. Hiyo sio issue. Issue ni kwamba shauri limefunguliwa kwa hati ya dharura, na udharura umeandikwa kwenye hayo maombi kwamba tume imepewa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo tunaomba tusikilizwe kwa udharura ili hatima ya jambo hilo liweze kujulikana mapema. Na tunapozungumza mahakama iko likizo, ni watendaji kwa maana majaji na wasajili na watendaji wengine wako likizo, lakini tangazo la mahakama linasema kesi ambazo zitasikilizwa kwa wakati huu wa likizo ya mahakama ni kesi za jinai pamoja na kesi zote ambazo zitafunguliwa kwa hati ya dharura. Sasa kwa kuwa jaji ambaye amepangiwa shauri hili yuko likizo, yawezekana yeye anaona kwamba muda wake wa kurudi kazini ni mwezi wa pili tarehe 10. Kwa hiyo sisi tukaelekezwa na wateja wetu kwamba
basi tunaomba kama muda wake ni huo, jaji kiongozi atubadilishie jaji mwingine ambaye anaweza karudi mapema. Sio kwamba tuna imani naye, hapana. Sababu kama ni utaratibu wa kutokuwa na imani na jaji, kuna utaratibu wake namna ya kufuata. Sio kwamba tuna imani naye, isipokuwa kwa kuwa yeye yuko likizo mpaka tarehe 10 Februari, basi tubadilishiwe jaji mwingine ambaye anaweza katusikiliza kwa wakati huu ambao mahakama iko likizo, kulikoni kusubiri mpaka tarehe 10 tena kesi ilije kwa ajili ya kutajwa. Wakati huo tume imebakisha kama siku 15 17 kumaliza kazi yake, kutoka kuna maana. Ndo jambo ambalo nafikiri tuliamua kuandika. Hatukumaanisha kwamba tuna imani na jaji, hapana. Nafikiri tumemaliza. Amin.